Kwa majina naitwa Jamal Mwinyi, ni mfanyakazi katika kampuni ya Lake Oil. Kiukweli ni miongoni mwa waathirika wa vurugu zilizotokea siku ya kupiga kura. Nasikitishwa sana na swala lililojitokeza katika sehemu zetu za kazi. Kiukweli limetuathiri sisi, na cha kutuumiza zaidi, vurugu zimetokea kwa sababu tumenasibishwa sisi na masuala ambayo ya kisiasa, aliyakuwa jambo hilo au umiliki wa kampuni yetu hauendani kabisa na masuala ya kisiasa. Bosi wetu ni Mtanzania mwenzetu, ni mwekezaji katika nchi yetu. Kwa hiyo mwisho wa siku hasara inakuja kwetu sisi kwa sababu atapoghairi yeye kuwekeza katika hii nchi, mwisho wa siku sisi ndo tuathirika, ambapo tunafanya kazi, tunajituma ili familia zetu zipate kuishi vizuri. Bosi wetu ana vituo vingi sana na waajiriwa wake 100% ni Watanzania. Kwa hiyo kama sasa hivi hatuna kazi, tumesimama, tuko nyumbani, hatuna shughuli ya kufanya, kwa hiyo tunaathirika sisi Watanzania na familia yetu. Lakini kwa upande wa pili pia, hata tukitizama katika hali ya uchumi inatuletea athari, kwa sababu vituo havifanyi kazi. Usafirishaji kiukweli utakuwa mgumu kwa sababu gharama lazima zipande, kwa sababu huduma ya mafuta itakuwa ni kidogo sana. Na tunajua kwamba huduma ya mafuta ni uti wa mgongo katika masuala ya uchumi, kwa sababu usafirishaji wote wa ardhini 100% unategemea mafuta. Kwa hiyo lazima gharama za usafirishaji zitakuwa kubwa. Athari yake itapelekea na mambo mengine kuongezeka gharama, kama bidhaa. Mfanya biashara ataposafirisha kwa gharama kubwa, atauza kwa gharama kubwa ili afidie gharama zake alizotumia. Kwa hiyo athari itakuja kwa Mtanzania wa chini ambaye alikuwa ananunua bidhaa ya chini, atanunua bidhaa kwa gharama ya juu kabisa. Kwa na wasi wa Tanzania wenzangu, haya mambo ya vurugu tuyaache kabisa, kwa sababu athari mwisho wa siku sisi ndio tutaipata 100%. Kwa sisi wa Tanzania hatuwezi tukaita yale ni maandamano, sababu Tanzania ni kisiwa cha amani kabisa. Haiwezekani wewe unaandamana unaenda kuathiri mali ya Mtanzania mwenzio au miundombinu ambayo inakupa faida wewe mwenyewe katika shughuli zako za kila siku. Mfano, mabarabara, mavituo yamechomwa, nani anayeathirika? Ni mimi ambaye natoka asubuhi kwenda zangu mjini, kwenda zangu barabarani kwa ajili ya kutafuta, naenda kusaka tonge na familia yangu.